Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Tuitarajie kuiona Yanga gani baada ya kumfukuza kocha Folz kwa huyo kocha msaidizi ambaye ameshikilia na katika taratibu za kutafuta kocha mpya? Sio rahisi, yani sio rahisi kama unavyofikiria, sio rahisi kwa sababu mimi nichokiangalia pale pana damage nyingi. Kwanza hata kwa upande wa saikolojia wachezaji haiko sawa. Sawa, mentality zao ziko sawa. Kwa hiyo wana kazi ya kufanya, kwanza kurudisha. Hatujui kwa nini, lakini ukiangalia wachezaji wa Yanga juzi ni kama watu ambao kama lazimishwa hivi, kama wako unajua yani hakuna wanachokitafuta kwa sababu ni mechi ambayo watu hawajitumi, makosa ni mengi, mipira mingi wapoteza wenyewe, maana yake akili zao hazikuwepo kwenye mchezo. Kwa hiyo na wao ni binadamu. Kwa hiyo jambo la kwanza wakae waangalie nini tatizo. Kama alikuwa ni mwalimu ameshaondoka, sasa ameondoka, sasa je, mnarudi katika bora wenu? Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni wache, yani kabla ya mbili, kwa sababu Yanga kwa ile mechi ya juzi na wale Malawi, hata kama hauna mwalimu mzuri, hata kama pale wangemweka meneja, bado kwa unaweza kushinda. Si unaelewa? Yani hahitaji uwe na kocha mzuri ili ufunge Silver Striker. Nacho kuzungumza, yani hahitaji uwe na mwalimu mkubwa ili ufunge Silver Striker. Sio kweli. Yanga hataji kuwa na mwalimu mkubwa ili mfunge JKT Tanzania au imfunge si Coast, hapana. Kwa kundi ambalo wako nalo. Kuna maeneo unasema sasa hapa hapa hataji kwa mwalimu mkubwa. Sababu nakutana timu ambayo ina uzito kama wa kwangu, au imenizidi ubora, kwa hiyo nataka nitumie mbinu zaidi kuweza kuweza kukabiliana nao. Lakini sio kwa timu ile. Kwa hiyo kufungwa na Silver Striker si kwamba tu mwalimu, lakini na kundi yenyewe limeflop kwa asilimia kubwa. Unaona wakipindua matokeo hapa Benjamin Mkapa. Sasa inanipa ugumu kwa sababu Yanga hawana desturi hiyo, hawana, yani sio timu ambayo inaweza kujivunia uwanja wake nyumbani. Tumeshuhudia mwaka jana alikuwa anataka pata goli moja, alilipata? Hakulipata. Sasa kama alikuwa anataka goli moja kulipata, leo anataka magoli mawili. Kwa nini nianze kuamini kwa haraka kwamba atapata? Yanga amekosa finali ya Afrika ya kombe shirikisho hapa nyumbani. Alifungwa nyumbani 2-1. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ni ngumu, ni mechi ambayo iko 50 kwa sababu bado hawajakuwa na ownership ya uwanja nyumbani. Simba wanaweza kusekiwa. Simba anaweza kaja nyuma kwa magoli mawili akamwambia kwa mkope atoki mtu na kweli ukaamini kwamba hawa jamaa kweli wanaweza kusekiwa. Sababu tumeona mara kadhaa wakibadilisha hiyo hali katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kwa upande wa Yanga nafikiri mimi nitasema ni 50 kwa 50. Kwamba wanaweza wakapita, wanaweza. Sawa, Salamba, kwanza pole na majukumu, lakini pia hongera kwa majukumu. Namshukuru Mungu, ndio sehemu ya kazi. Kwa hiyo tunashukuru, tunaendelea, as long as uzima upo, tupo tunaendelea. Karibu sana. Asante. Hii weekend ilikuwa ni weekend ngumu sana kwa wanamichezo, hasa kwa wakilishi wa Tanzania hapa, na wazungumzia wale wote wanne: Simba, Azam, Singida pamoja na Yanga. Lakini story kubwa kabisa ni kuhusiana na Yanga. Giant ambaye amefanikiwa kupoteza mchezo wake wa kwanza kwenye maana hayo pia ni mafanikio kwa upande wake, amepoteza mchezo wake, lakini lawama kubwa zikitupwa kwa mwalimu. Sisi tuanze na yapi makosa ya Romain Folz kabla ya kuangalia namna ambavyo Yanga inacheza? Makosa ya Romain Folz ni kwamba ameshindwa kujua Yanga imetoka wapi na inatakiwa iweze kwenda wapi. Yaani amekuja kuanza sehemu ambayo Yanga hawakuishia. Yaani unapokwenda sehemu kama timu yote hizi kubwa, jambo la kwanza ni kuweza kustudy walikuwa wamefikia wapi. Kwa hiyo nakwambia ni rahisi au ni vizuri kufundisha from known to unknown, so unknown to known. Yaani tayari unaanza pale ambako kipo, unakwenda ambako kitu hakipo ambacho unakifikiria wewe. Kwa hiyo itakiwa yeye alipofika kwenye Yanga aanze kuiangalia Yanga ya msimu uliopita ilikuwa inachezaje. Alafu taratibu ndio unaanza kuinsert vitu vipya kwenye timu. Lakini from nowhere unafika unaanza kuchange system kabisa, lakini pia bila kuangalia muda ulionao kama ni rafiki au sio rafiki, ndio ambacho kimetokea. Si kama ni mwalimu mbaya, lakini ameshindwa kufanya calculation za kile ambacho anataka akiwekeze na muda uliopo. Ndio mwisho siku ameshakuchanganyikiwa, ameishia kufanya timu iweze kujinyima watu watano kutoka ambako walikuwa wameishia. Ni sahihi kuondoka kwenye timu ya Yanga au walipaswa kumpa muda endelee kuboresha kile alichonacho? Sasa inategemea na malengo mlionayo. Kwa sababu issue ya Romain Folz inaonekana angeweza kuclick, lakini after how long? Yaani kwa muda gani? Maana kama unataka mumvumilie, basi mumvumilie, msiingie kwenye makundi, mumvumilie, msichukue ubingwa, mumvumilie, msimu na kwamba lolote baada ya misimu miwili mje kuchukua, mje kurudi katika ubora. Hiyo nayo inawezekana. Kwa hiyo na siku zote timu yote kubwa kama Yanga, maana yake timu ambazo hazina muda wa kusubiri. Kwa hiyo unapotaka kumvumilia mtu lazima uangalie mlengo gani. Yanga msimu wa mjinasi wanataka waingie makundi. Mpaka ndio tunavyozungumza, maana yake hawana uhakika. Katika mazingira ambayo ulikuwa ukiangalia ilikuwa ni kama vile wanamsukuma mlevi.
Kutokana na timu ambazo walikuwa wanakutana nazo zilikuwa ni rahisi ukilinganisha na kikosi ambacho wako nacho. Tunapozungumza muda huu maana yake wao ndio timu pekee ambayo ina wakati mgumu kwa timu nyingine yoyote. Kwa hiyo lazima tuseme kwamba walikuwa kwa sahihi, kwa sababu kama wangeendelea kuwa naye pengine hata makundi wasingeweza kuyaona, na pengine hata ubingwa wa ligi ungepoteza na mambo mengine mengi yangeweza kwenda kutokea. Ukiangalia hata ngao ilikuwa ni chupu waweze kuikosa kutokana na kile ambacho Simba alikuwa amekionyesha. Wapo wanaolaumu kwamba kabla hujaulaumu ubora wa mwalimu basi ni aina ya sajili ambazo zimesajiliwa. Watu wanatupa macho kwa Andy Boyeli, lakini wengine wanamzungumzia Dube yule ambaye yupo kwenye msimu huu lakini pia alikuwepo msimu uliopita. Lakini wapo pia ambao wanazungumza kuhusiana na Musa Barakonte. Ni kweli kwamba usajili wa Yanga bado haujaonyesha kwamba ni usajili bora? Anayefanya usajili uonyeshe bora ni nani? Ni mwalimu. Ndio anayeweza kufanya. Leo hii unaweza kuamini kwamba Musa Barakonte sio bora kuliko Andambwile? Yaani ni simple logic. Shija ambaye amenunuliwa zaidi ya dola kadhaa. Si ngumu kwa hata kwa experience, kwa kila kitu. Lakini mwalimu anaweza kaamua kumpraise mchezaji, akaamua kumshusha. Kwa hiyo yote yatakayozungumzika hapa. Maana yake ni mwalimu anaweza akasema leo Pacome sikutumii kaa bench. Lakini unaamini Pacome astahili kwanza? Si unaelewa? Kwa hiyo mwalimu ndio mwenye nafasi kubwa ya kuweza mngeza akasema kwa Hassan Koma kaa bench aanze mdatili haya. Kwa hiyo mwalimu ndo anakuwa na malengo. Kwa hiyo yote yanayotokea haya hatuwezi tukalaumu uongozi. Usajili ule ufanya ni miongoni mwa sajili bora ambazo Yanga hawaje kuzifanya. Kesi kunawaambia watu kwamba usajili mwaka huu Yanga ndio ametumia gharama kubwa kuliko wakati mwingine wote wakati imeanzishwa. Sasa unapotumia gharama kubwa maana yake umechukua watu ambao sio wakuja kujaribiwa, ni watu wakuja kuanza. Sasa mwalimu anakwenda kuwatumiaje, hiyo ni kitu kingine ambacho ataamua yeye. Kwamba huyu namtumia huyu namwacha. Juzi Simba baada ya kumfukuza mwalimu wameingia kina Matola wakamchukua Mzabiri Yasini wakamwanzisha. Mtu ambaye alikuwa onekanika kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine mwalimu anza kaamua tu. Mimi nataka nimfanye star fulani akamfanya. Whether na feli naye au anaondoka naye. Hatukatai, Andambwile ni kijana mzuri anakuwa. Lakini bado hajafikia level ya kwanza kumkompea na mtu kama Musa Barakonte. Lakini unaweza ukamkompea na aina mwalimu anayoitaka. Pengine anafika katika mfumo wake ambao anataka yeye wautumie. Huyo ndio dogo ana afadhali kuliko mwingine kama kumwacha. Lakini mfumo uje umesaidia. Kama ingefikia tu tukaona Yanga inacheza inafanikiwa, tungeweza kumwamini kwa sababu ulichokitaka kufanya kinatokea. Lakini ukibadilisha kikosi, ukachukua watu na ukashindwa kuonyesha maana yake umefeli. Kwa hiyo sio sahihi kuwalaumu wachezaji. Hawezi kuwalaumu kwa sababu anayewapandisha viwango ni mwalimu. Yaani sisi leo tukiona timu inacheza vizuri, tunampraise mwalimu, tunamshangilia mwalimu. Timu kwa vibaya ni mwalimu kwa sababu yeye ndo anakaa na wachezaji ndani, dressing room, uwanja wa mazoezi. Yeye ndo anatakiwa kuhakikisha kwamba saikolojia zao ziko sawa, hawana matatizo yoyote ya kimahusiano. Yeye ndo manager, ndo kila kitu. Ni kama darasani mwalimu, kwamba darasa likipata 0, hata kama wanafunzi walikuwa ni wazembe, lakini wao wanahusika. Sasa kwa hapa ni mwalimu, hawezi kuzikataza lawama. Kwa hiyo yote yanayotokea kuhusiana na Yanga, juzi sawa kuna makosa ya mwalimu, kuna makosa ya wachezaji, viwango vyao vimeshuka, lakini nani anayehusika? Kwa sababu wewe ndio unasimamia zoezi. Yeah. Sawa, hapo tuanzie hapo ambapo umeishia kuhusiana na namna ambavyo ilicheza. Unadhani Yanga ilicheza vibaya kiasi cha kupata adhabu hiyo ya kufungwa? Yaani wacheza vibaya kweli. Yaani katika siku za karibuni Yanga walicheza vibaya mno. Yaani mimi sijawahi kuiona Yanga ikicheza vile kwa muda mrefu sana. Yaani nikumbusha Yanga ya miaka ya nyuma wakati walikuwa wanaomba bakuli. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mimi katika kipindi hiki cha miaka 4 ndio mechi mbovu kuliko zote ambazo wamewahi kucheza. Ilikuwa na juzi. Hakuna namna ubora wote ulioonekana, performance za wachezaji mmoja. Upi unakwenda kufungwa na wale Silver Striker. Unajua ile timu ni mbovu sana timu ile. Ile timu huwezi kuikompea na timu ambayo na Simba Singizini. Ile timu ni mbovu. Lakini ilionekana nzuri. Na wanakwenda kufunga goli la mipango. Sio unaelewa? Yaani goli sio kubahatisha, goli ambalo limetengenezwa. Sio unaelewa? Kwa maana yake Yanga walikuwa wako unga. Wanaanguka tukianza. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.